tusaidie kumpelekea Mama Samia Suluhu Hassan kwamba ametupa heshima kubwa ya kutupatia waziri mkuu kutoka kwetu. Lakini viongozi wa dini watanisaidia. Mimi nilikuwa najiuliza, nilikuwa bado sijathibitisha, nilikuwa Tomaso. Yaani mpaka nikapapase. Tomaso mpaka apapase. Kwamba wanasema linalokubalika duniani na mbinguni limefanyaje? Nilikuwa najiuliza hivi huwa linakubalikaje? Mbunge wa jimbo hili anakubalika, anaheshimika kwenye jimbo hili, anakubalika tena na chenji inabaki. Nasema uongo jamani? Mwigulu oye! Sasa kule kukubalika kule nilikuwa nasema sasa hivi mbinguni kuna kubalikaje? Kumbe ni kwa wakuu wa nchi, si ndio? Mamlaka inafanya nini? Inamkubali. Mlimkubali Mwigulu na chenji ikabaki. Mama Samia akamuona. Jamani Iramba oye! Asanteni sana wana Iramba kwa mapenzi makubwa kwa mbunge wenu, lakini na rais akamuona. Iramba nkulu kuliko nini? CCM oye! Mama Samia oye! Kwa Iramba, lakini mimi ni zaidi ya yeye. Mimi natoka tarafa hii. Mimi sinatoka Kibaya hapo. Kwani mbali hapa? Si ni karibu hapo? Si unakuja kuchukua mboga ndio unaenda kusonga ugali? Yaani ni hapo nyuma ya nyumba tu ninakotoka. Kwa hiyo hapa mimi ni nyumbani. CCM oye! Lakini amesema DC kwamba usingeweza kufika hapa kwa masika haya, si ndio? Lakini mwenzangu, sisi tulikuwa tunachapa mwendo. Au nasema uongo? Kwani kutembea kutoka pale Kibaya kuja hapa Kaseli alikuwaga ni tabu? Kutoka pale kutembea kwenda paka pale Sepuka, tulikuwa tunachapa kwa mguu. Yaani maeneo yote uliopita haya tulikuwa tunatembea kwa mguu. Mimi nilikuwa naimba kwaya kama hao watoto unaoona wanaoimba hawa. Alafu mnaambiwa leo mnaenda kuimba mahali fulani. Hamna usafiri eti hata baiskeli hamna eti. Ipite wapi njia hamna eti. Ni mnatembea eti. Mnatoka usiku ili muwahi ibada. Nasema uongo jamani? Sisi usiku mnatoka mnapita hapa mnaimba. Ukianza kulia wenzao wanakubeba mgongoni hivyo mnaenda. Hakuna cha baiskeli, hakuna cha mchungaji ana baiskeli wala mwinjilisi. Hata njemba zilizosali hapa wote ni kiatu mpaka kule Sepuka. Kutoka Ndagu. CCM oye! Lakini sasa hivi ni bajaji, ni bodaboda, sijui Noa, sijui nani Igama, sijui nani, si ndio jamani? Magari yanapita tu hapa. Unaenda pale unafanya manunuzi pale, unakuja unamkaangizia mme wako saa 7 chakula mezani. Nasema uongo? Kina mama nasema uongo? CCM oye! Kwa hiyo hapa sisi ni kwamba tunaishukuru serikali ya Chama cha Mapinduzi. Imefanya mambo makubwa. Leo tunapoenda kusherekea mambo ni makubwa eti. Leo watu wamevaa na sare za chama, tungezipata wapi wakati ule? Hakuna. Leo si wanapita umumu na bajaji, si wanapita na bodaboda, na sisi tunaenda mjini. Kwani vya mjini wanatupunja sisi wa hapa kijijini? Kwani kuna kijiji na mjini sasa hivi? Wote tuko mjini, si ndio? Hayo ndio mambo ya CCM ya wilaya yetu ya Iramba. CCM oye! Kwa hiyo mheshimiwa, tunaposherekea sherehe hizi tunamaanisha, na wazazi ni wapongeze, wamekuwa wakifanya kazi nzuri sana sana, kwanza ya kusimamia mila na desturi, lakini kwenda mashuleni kufundisha nidhamu, kufundisha uadilifu, kufundisha uzalendo. Wameenda kwenye vituo vya afya kuangalia na zahanati huduma zinavyotolewa. Hawalali wazazi. Mimi ninawashukuru sana mbele yako, wamekuwa wakifanya vizuri. Mambo ya UWT nitayaongea kesho, lakini wazazi wametusaidia kuzungumze.
ulinituma nikazindue sherehe za mkoa. Wakati nazindua nikajiwekea maneno yako mdomoni kwangu kwenye tukio ulilopanda miti. Wao wamekwambia ni watunzaji wa mazingira. Kwa hiyo nikawaambia ule ujumbe ulionipa kwamba hivi kila mtoto anapozaliwa huwa anapewa jina. Je, yule mtoto anapopewa jina, kwa nini asipandiwe na mti uwe na jina lake? Anavyotunzwa mtoto na mti wake unafanya nini? Unatunzwa. Kakikua ndio kanaambiwa ule mti wako nenda kapande. Ina maana tutakuwa na miti mingi sana kwa sababu watoto wanazaliwa kila kukicha. CCM oye! CCM oye! Kwa hiyo huo ujumbe niliuacha kule wakati wa uzinduzi, na leo nimeona nikumbushie ili uambie wananchi hawa, mtoto anapozaliwa mpandie kamti kake, kama ni wa mwembe, kama ni mpera, kama nini, sikuteteni mimi nane. Huo mti si unautaja Kilie? Si tunaye Kilie hapa. Hivi kukiwa na mti wa Kilie ukakua, tuna kina Hango, si ndio? Ukataja Hango, huo mti ukakuwa mti wa Hango. Sawa jamani? Ina maana tutakuwa na miti mingi sana katika taifa letu. Kwa kweli sisi pamoja na yote, kama kauli mbiu inavyosema, Mheshimiwa mgeni rasmi, sisi tumechagua amani. Tumechagua nini jamani? Tumechagua amani na umoja kwa maendeleo ya taifa letu, lakini na Iramba yetu. Asante sana mgeni rasmi. Mungu akubariki. Tulitamani uendelee kwa